ACT Wazalendo, ACT Wazalendo. Ndugu zangu, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa afya na uwezo kwa ujumla tukaweza kukutana katika mkutano huu muhimu sana katika wilaya yetu ya Temeke. Ndugu zangu, muda sio rafiki, na kwa sababu hiyo nitazungumza nukta chache ambazo naamini ni muhimu zikafahamika kwetu. Kwanza kabisa nilipenda nizungumzie swala la viongozi wa dini kushiriki siasa. Jambo hili linatafsiriwa kama ni jambo geni kwa sasa, lakini kwa hakika sio jambo geni. Katika historia ya nchi yetu sisi, chama cha kupigania uhuru kimeanza mwaka 1929, AA African Association. Waasisi wa African Association miongoni mwao ni viongozi wa dini, akiwepo Mufti Hassan bin Amir. Hii ni kwa upande wa Tanganyika. Lakini kwa upande wa Zanzibar, chama kilicholeta uhuru wa Zanzibar ni Zanzibar Nationalist Party. Kiongozi mkuu wa Zanzibar Nationalist Party ni Sheikh Al-Mohsin Barwani. Kwa muhtasari, viongozi wa dini ndio wabunifu wa fikra za kupigania uhuru, na wameshiriki katika harakati za uhuru na kujenga nchi kwa miaka mingi. Hapa kwetu Tanzania, viongozi wa dini wameondolewa katika uongozi wa siasa mwaka 1963. Baada ya kuwaondoa, alafu ndio wakaanzisha hiyo propaganda kwamba dini na siasa ni vitu tofauti, havifungamani, na kwamba viongozi wa dini hawaruhusiwi kushiriki siasa. Hii ilikuwa ni dhulma ya maksudi ambayo ilifanywa na wanasiasa kuwatoa waasisi wa harakati za siasa Tanzania, viongozi wa dini, katika siasa. Kwa hivyo historia inaonyesha kwamba viongozi wa dini wanashiriki siasa, na hawa niliwataja sio viongozi wa dini wa kawaida, ni maulama. Unapomtaja Mufti Hassan bin Amiri, huyu ni mwanachuoni mkubwa. Unapomtaja Al-Mohsin Barwani, huyu ni mwanachuoni mkubwa. Hawa walishiriki siasa ipasavyo. Mimi nashiriki kwa sababu nina ushahidi kutoka kwa hawa viongozi waliotangulia, na sitaacha kushiriki siasa. Kuna lugha imetumika hapa kwamba hatuwezi kumwachia fisi bucha, na sisi viongozi wa dini hatuwezi kuachia mafisi bucha, kwa maana ya wale wanasiasa ambao hawataki sisi tushiriki siasa. Hilo la kwanza ambalo nipenda nieleze kwa muktasari, kwamba viongozi wa dini wana uhalali na wao ndio hasa waasisi wa siasa za Tanzania. La pili, kwa nini mimi nimechukua kadi ya chama? Ndugu zangu, mimi nimeshiriki masuala haya ya kutetea haki za binadamu hapa Tanzania kwa miaka mingi sana. Lakini vile vile nimeshiriki siasa za Tanzania toka mwaka 1992 tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi. Nimeshiriki kwenye siasa za chama cha NEMA, National Alliance for Mass Advancement, mwanzoni kabisa. Nikashiriki kwenye chama cha NRA, nikashiriki kwenye chama cha CUF,
lakini katika miaka karibuni nikashiriki pia chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo mimi nashiriki siasa kwa miaka mingi na sitaacha. Kwa hivyo kuna lugha inatumika, Sheponda kajiunga kwenye siasa. Mimi sijajiunga kwenye siasa, mimi ni muasisi. Tunaelewana? Mimi ni muasisi wa siasa za Tanzania. Na hatuwezi kuacha kufanya siasa kwa sababu siasa ndo zenye maamuzi. Yaani maisha yetu sisi yanaamuliwa na wanasiasa. Tunaelewana? Hawa ndio wako kwenye vikao vya maamuzi. Hawa ndio wako kwenye vikao vya maamuzi, ndio wako kwenye baraza la madiwani ambalo ni bunge dogo lililopo kwenye eneo husika. Linatunga sheria, linashughulikia fedha. Hawa ndio wanaoingia kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano, wanatunga sheria, wanashughulikia katiba. Ni wanasiasa. Hawa ndio ambao wanakuwa mawaziri, hawa ndio wanakuwa marais. Kwa hivyo hatuwezi kuacha muhimili unaohusu maisha ya watu kwa watu wasiostahiki. Lazima tuingie sisi ambao tuna uwezo wa kusimamia. Kwa hivyo ndugu zangu, nimegusia nukta hii kwa sababu mwaka 2020 mimi nilikwenda kwenye kiwango cha juu kabisa cha ushiriki wa siasa. Nilishiriki kwenye jukwaa la mgombea urais. Wakati ule kambi ya upinzani ilikuwa na nguvu kubwa, lakini nilipojiunga mimi kwenye kambi ile ya upinzani, nguvu iliongezeka maradufu na tulishinda. Uchaguzi wa mwaka 2020 CCM haikushinda, ilishinda kambi ya upinzani. Na haya sisemi mimi, haya yanasemwa na wana CCM wenyewe kwamba uchaguzi wa 2020, lugha wanayotumia wao, wanasema kulikuwa hakuna uchaguzi. Lakini hii tumesikia wakizungumza wao wenyewe kwenye majukwaa kwamba 2020 hapakuwa na uchaguzi, kwa maana kwamba walishindwa. Sasa tulipomaliza uchaguzi ule wa 2020, mimi nililaumiwa sana na watawala, vyombo vya dola. Lugha walikuwa wanatumia na propaganda kubwa kwamba mimi ni kiongozi wa dini, sikupaswa kushiriki siasa. Na rais alikuwa madarakani wakati ule, alitoa maagizo mazito sana dhidi yangu. Na pia waliwahi kutumia hata vikundi vya baadhi ya viongozi wa dini, nao pia wakawa na laumu. Sasa ni vizuri kuzingatia mazingira yalivyo, halafu mtu ukajipanga vizuri zaidi. Kwa kuzingatia hali hiyo sasa, mimi nikaamua nichukue kadi ya chama. Lengo la kuchukua kadi ya chama ni kujijengea uwezo wa kisheria, ili kuondoa zile propaganda kwamba wewe ni kiongozi wa dini alafu unashiriki siasa. Leo hii sasa, baada ya kuchukua kadi ile, ina maana nimechukua kofia ya pili. Kofia ya kwanza kofia ya dini, kofia ya pili kofia ya siasa. Kwa hiyo leo hii ninapozungumza hapa, hakuna mtu atanilaumu tena. Kuna mtu atanilaumu kwamba mimi nimechanganya dini na siasa? Ndio namna ya kukabiliana na hawa. Namna ya kukabiliana na hawa ni kujua namna ya kutumia vizuri mazingira yaliyopo. Kwa hiyo mimi nimechukua kadi kujijengea uwezo wa kisheria utakaoniwezesha kufanya zile harakati mbalimbali nilizokuwa nazifanya kwa ufanisi zaidi. Nukta ya pili, kwa nini nimechukua kadi? Ni kuondoa vikwazo pale ambapo itakapokuwa kuna umuhimu wa kwenda katika nafasi muhimu katika nafasi za nchi. Kwa mfano, nafasi ya urais ni nafasi muhimu sana. Rais ndiye anaamua kila kitu. Na kwa mujibu wa katiba zetu sisi, hii katiba ya Jamhuri ya Muungano, rais ni kama Mungu mtu. Anaweza kufanya chochote kile, kama tulivyoona kwenye awamu iliyopita ya 5. Rais Magufuli alibadilisha kila kitu, aliharibu bunge, aliharibu chama chake mwenyewe, kila kitu aliharibu kwa sababu ya power ya urais alionayo. Ile ni nafasi muhimu sana. Lakini kuna nafasi kama ya waziri, ni kiongozi ambaye anasimamia taasisi inayotoa huduma.
Kuna nafasi kama ya bunge. Bunge ni taasisi muhimu sana ndugu zangu. Bunge ndilo linaloamua kila kitu. Lakini kuna swala la udiwani liko pale. Hizi nafasi zote hizi sio nafasi za kisiasa moja kwa moja, lakini huwezi ukaenda kwenye nafasi hizo bila kupitia kwenye siasa. Huwezi kwenda kwenye nafasi hizo kama hujaanzia kwenye kadi ya chama. Tunaelewana? Kwa maana hiyo ina maana kwamba mimi nikichukua kadi, ina maana nimeondoa kikwazo pale ambapo itakapokuwa kuna umuhimu wa kwenda katika nafasi hizo muhimu. Tunaelewana? Ndugu zangu, mkutano wetu wa leo ni sehemu ya mkutano wa kutoa elimu ya uraia. Tunaelewana? Yaani hapa tulipo ni kwamba tunaelimishana, na mimi napenda wanachama wenye ujuzi, wenye weledi wa haya mazingira, hizi siasa zetu wazielewe vizuri. Tunaelewana? Vyama vingine wao wanafanya kampeni, lengo lao ni kuwafanya watu tuwape ridhaa, lakini wanafanya watu washiriki uchaguzi hali ya kuwa hawajui namna gani ya kushiriki na namna gani ya kufikia malengo yanayokusudiwa. Kwa hivyo kimsingi hii ndo hali ambayo imepelekea mimi niweze kuchukua kadi ya chama.